Sekafa Senior Women's Championship. Hapa tuko na mkurugenzi wa City College ambaye atatuambia ni sehemu ya mashindano haya. Mkurugenzi, habari? Salama kabisa, habari za saizi? Salafi. Wewe ni sehemu ya watu ambao wametia mkono kwenye mashindano haya ya Sekafa Senior Women's Championship. Tuambie kwako wewe, ni nini ulikiona kwenye mashindano haya ukaamua kuweka mkono? Na tumeamua kuja kwa na udhamini wetu ambao sisi ni man of the match. Kubwa zaidi pia ni kutoa hamasa. Unajua mpira wa miguu watu wengi wamewekeza upande wa wanaume, lakini kwa upande wa wanawake bado mwamko ni mdogo sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho sisi tunakilenga ni kuleta mwamko, kuleta hamasa, kuleta shamra kwenye soka la wanawake. Na ndio maana umeona sisi tumekuja na jambo jipya ambalo ni kutoa zawadi kwa yule mchezaji ambaye anafanya vizuri katika mchezo husika, ambaye ni woman of the match. Na jambo hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu limepokewa vizuri, na umeona mashindano yalivyo na shamra kwa sababu kwanza kila timu inataka kusikia ni nani mchezaji bora wa mashindano kwa maana ya mechi husika, lakini pia kila mchezaji naye anataka apate mzigo, sababu sisi tumeweka mzigo mkubwa kwa yule ambaye anashinda. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni hilo, kufanya hamasa, kuleta shamra, lakini kuhamasisha kwenye soka la wanawake. Na sisi tulisema mwanzoni tulianza kwenye soka la wanaume, tutaingia huku, na huku kizingatiwa hata visiwani Zanzibar sisi ni wadhamini wa ligi ya wanawake pale Zanzibar. Kwa hiyo tumeingia upande wa pili kwa maana ya mpira wa wanawake, na hii ni pongezi kwa management ya Sekafa kuona kwamba kuna haja hii kuja na tournament kama hii. Management ya Sekafa imefanya vizuri, mashindano ni mazuri, na tumeshuhudia timu zinavopambana katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kuibuka kidedea kwenye mashindano ya Sekafa. Kwa hiyo zaidi ni kuwapongeza management ya Sekafa kwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kuleta hamasa kwenye mashindano ya wanawake, kwa sababu yamesaulika kwa muda mrefu. Mpira wa miguu umekuwa kichezo sana na wanaume, lakini Sekafa kwa kuona kuna umuhimu huo wamekuja na hii tournament ambayo inachezwa hivi sasa, na wametualika, na sisi tuko sehemu ya kuhamasisha, kuleta hamasa. Kwa hiyo pia tutumie fursa hii kuwataka wadau mbalimbali wa michezo kuunga juhudi hizi ambazo zinafanywa na hivi vyama vya michezo, kuunga juhudi ambazo zinafanywa na hizi idara mbalimbali ikiwemo Sekafa, TFF na ZFF na maeneo mengi ambayo yanafanya mpira. Hilo ndilo kubwa ambalo limetufanya tuwepo hapa. Zaidi tuendelee kutoa sapoti kwenye mpira, hususan mpira wa wanawake, kwa sababu sapoti kubwa imeonekana kwenye mpira wa wanaume, lakini kama vile wanawake wamesaulika. Lakini sisi tupo pamoja na tutaendelea kuhamasisha, lakini tutaendelea kutoa hamasa hususan kwenye soka la wanawake. Umekuwa ukiingia sehemu mbalimbali na hamasa yake imekuwa kubwa. Wewe unadhani kuingia kwako wewe kwenye hii michuano kutaleta chachu gani kwa hawa madada au wakina dada wanaocheza kwenye michuano hii? Kila jambo, hakuna ambaye akifanya vizuri akizawadiwa hafurahi. Kwa hiyo kikubwa ni furaha. Wachezaji wanafurahi. Kwanza wanafurahi kule kutajwa tu kwamba wewe umekuwa mchezaji bora kwenye mashindano haya ambao ni kwa wakati ule, lakini pia timu inafurahi kuona kwamba kwenye mechi fulani imemtoa mchezaji ambaye amekuwa bora. Kwa hiyo hii ni hamasa, lakini tunatoa ndio ambacho kile anachokipata mchezaji japo ni kidogo, lakini anahisi kwamba the value kuna ile value ya mchezo, yani amethaminiwa. Kwa hiyo hii inaleta chachu, lakini inaleta hamasa kwenye mpira. Moja, mchezaji anapata japo kidogo, ile jasho lake linaonekana, lakini timu pia inaonekana imemtoa mchezaji bora. Hichi ndicho kikubwa ambacho tumeamua kuja, na hii ni kutokana na ubunifu ambao umefanywa na viongozi wa Sekafa kuona kwamba tunafanya, na hivi sasa tutakaa vizuri na Sekafa kwa sababu najua Sekafa wana tournaments nyingi, kuona zaidi sasa tunaingiaje kwenye kuhakikisha kwamba mashindano yanayochezwa na Sekafa ukanda wote sisi tunakuwa ni sehemu ya burudani. Tukiachana sasa na mashindano, tunarudi nyinyi kama City. Kuna mtu ambaye anasikia kwa mara ya kwanza City College, kichwani mwake kinakuja, yani anakuwa haelewi. Tusaidie, City College ni chuo cha namna gani na kinatoa elimu ya namna gani?
City College ni chuo cha afya kilichosajiliwa na Baraza la Elimu ya Ufundi na Activate na kutambuliwa na Wizara ya Afya, lakini pia kutambuliwa na mabaraza yote ya wataaluma, na kimesajiliwa kwa ajili ya kutoa program mbalimbali za afya ikiwemo clinical medicine, pharmaceutical science, medical laboratory, physiotherapy, optometry, health and records management na social work, medical laboratory. Hizi ndio kozi ambazo tunazitoa. Chuo kipo Chanika, manispaa ya Ilala, na ada zetu ni nafuu, na uzuri kwamba msimu huu ndio msimu wa wanafunzi kujiandikisha. Tunawakaribisha sana, lakini kubwa zaidi kwa kuwa City Institute ni chuo bora, na sisi tumejikita zaidi kwenye michezo. Kwa hiyo unapokuja chuoni kwetu pia unakuwa unashiriki kwenye michezo, na hivi karibuni tumefungua window au idara ya City Sports Academy. Kwa hiyo City Sports, City Institute of Health inayo pia academy ambayo ipo pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo unapokuja City College hupotezi, ni moja ya vyuo bora nchini Tanzania. Kuna mtu sasa anahitaji kufika, anahitaji kupata mawasiliano, anahitaji kujua nawezaje kujisajili, nawezaje kufanya kila kitu ambacho kinahusiana na City, yani nafikaje? City College ukitaka kufika ni Chanika mwisho pale. Ukifika pale ukiulizia tu chuo cha afya unafikishwa, lakini zaidi kupata mawasiliano na directive zote ni kutembelea page zetu za Instagram, Facebook, TikTok na pia website yetu ya chuo. Huko kote utapata taarifa mbalimbali zaidi. Kwa msaada zaidi wapige simu huduma kwa wateja 0696 150 150, 0696 150 150. Kama umeenda haraka hivi twende taratibu kwenye namba 0696 150 150. Neno lako lolote kwa Watanzania sasa wanaokutazama sasa hivi na wana Afrika Mashariki kupitia michuano hii? Michuano ya Sakafa imefika patamu. Ni waambie tu waliopo karibu na viunga vya Azam Complex waje kwa wingi kuja kuangalia akina mama wakiminyana katika hivi viwanja vya Azam Complex. Lakini pia ni wajuze kwamba timu ambazo sasa hivi zinaenda kukutana ni timu ambazo zinataka kukata tiketi ya moja kwa moja, ambazo ni timu ngumu na ngumu zaidi. Kwa hiyo wote mnakaribishwa katika viwanja vya Azam Complex kwa yule aliyopo karibu, lakini waliopo kwenye viunga vya Azam Complex au jiji la Dar es Salaam, hata Afrika Mashariki, kwa wale wadau wa mpira kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Zaire, Congo, Saudi Sudan, wote waje Tanzania. Kwanza waje waitembelee nchi ya Tanzania yenye vivutio vingi, lakini waje kuona wanawake wanavyosakata kabumbu chini ya usimamizi wa Sekafa. Asante sana. Asante, kwa heri.